Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar kimewataka wanajamii kujumuika pamoja katika mkusanyiko wa kitaaluma, yani convocation, itakayofanyika kuanzia tarehe 13 hadi 24 Disemba kwa lengo la kutatua changamoto za chuo pamoja na jamii. Hayo yameelezwa na Profesa Abditalib Abdallah leo katika mkutano wa waandishi wa habari huko Tunguu, Suza, wakati akitoa maelekezo na taratibu kuhusu mkusanyiko huo wa kitaaluma. Amesema lengo kuu la mkusanyiko huo ni kuimarisha uhusiano wa kudumu kati ya wanachuo na wahitimu, pia kuibua vipaji pamoja na kuendeleza utamaduni wa kujifunza. Convocation ni jukwaa muhimu katika vyuo vikuu duniani kwa ajili ya mambo yafuatayo. Kwanza, kuunganisha wahitimu, wanataaluma na wadau wa elimu, kuchochea maendeleo ya kitaaluma, kutoa ushauri na maoni ya kitaaluma, kuendeleza utamaduni wa kujifunza, utafiti pamoja na ubunifu, kuimarisha uhusiano wa kudumu kati ya chuo na wahitimu wake. Ni imani yetu kwamba wahitimu ni mabalozi wetu, hivyo ushiriki wao endelevu katika jukwaa hili ni muhimu katika kutekeleza dira ya Suza na kuimarisha heshima ya chuo chetu katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Mambo mbalimbali yaliyofanywa kupitia convocation hadi sasa, Suza kupitia jukwaa hili imefanikisha mambo yafuatayo: mikutano mikuu ya convocation 2023-2024, mahafali ya chuo 2023-2024, utoaji wa zawadi mbalimbali kwa wanafunzi waliofanya vizuri zaidi, kutambua waanzilishi wa Suza na wajumbe wa kwanza wa baraza la chuo, bonanza la michezo na sanaa, kampeni ya utunzaji wa mazingira, upandaji miti katika maeneo mbalimbali ikiwemo katika skuli ya kilimo Kizimbani, lakini pia kufanya tathmini ya mchango wa wahitimu wetu katika maendeleo ya jamii ambao uliwasilishwa kwa njia ya makala. Haya yote yameimarisha ushirikiano, maarufu na mchango wa Suza katika jamii. Kwa mwaka 2025 ratiba ya convocation iko kama ifuatavyo. Mkusanyiko huu utaanza tarehe 13 hadi 24 Disemba 2025 katika maeneo mbalimbali kama ifuatavyo. Siku ya tarehe 13 Disemba 2025 tutakuwa na mkutano mkuu katika taasisi ya utalii Mahubi, na katika mkutano huo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa waziri wa nchi, ofisi ya rais, Ikulu. Siku ya tarehe 14 Disemba tutakuwa na upandaji miti katika skuli yetu ya Kizimbani, na mgeni rasmi atakuwa kaimu makamu mkuu wa chuo. Siku ya tarehe 20 Disemba tutakuwa na mahafali ya 21 katika ukumbi wa Dr. Ali Mohamed Shein uliopo Tunguu, na siku hiyo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Tarehe 21 Disemba ni siku ya kongamano. Kongamano hili litafanyika Vuga, Suza, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa katibu mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali. Siku ya tarehe 22 Disemba itakuwa ni siku ya usafi na utunzaji wa mazingira katika maeneo ya Forodhani, na siku hii mgeni rasmi atakuwa mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya mji Mkongwe. Siku ya tarehe 24 Disemba tutakuwa na bonanza la michezo, bonanza maalum litafanyika katika kampasi yetu ya Benjamin Mkapa iliyopo Mchanga Mdogo, Pemba, na mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Suza inatoa wito kwa wanajamii, wahitimu na wanafunzi kujitokeza kushiriki kikamilifu katika maboresho ya convocation kuanzia mwaka 2026 na kuendelea. Suza imepanga maboresho yafuatayo. Mosi, shughuli za convocation zitaelekezwa katika kutatua changamoto za chuo na jamii kwa kuzingatia maoni ya wadau na ushahidi wa kitafiti. Taarifa za convocation
zitawasilishwa kwa wahitimu kupitia mfumo wa usajili wa convocation wa kidijitali. Mialiko na ushiriki katika shughuli mbalimbali zitaelekezwa kwa wanataaluma na wahitimu waliosajiliwa ili kuboresha utaratibu. Taarifa kuhusu mahafali ya 21 ya mwaka 2025, SUZA kwa furaha inatangaza mahafali ya 21 yatakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 20 Disemba 2025 kuanzia saa 2 asubuhi. Eneo la mahafali ni ukumbi wa Dr. Ali Mohamed Shein Tunguu. Kama nilivyosema awali, geni rasmi tunamtarajia atakuwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Katika mahafali hayo, jumla ya wahitimu takriban 2500 watatunukiwa vyeti na shahada mbalimbali. Wanafunzi watakaotunukiwa vyeti, yani certificate, ni wanafunzi takriban 320, stashahada 1142, shahada wanafunzi 986, shahada ya uzamili yani masters wanafunzi 83, shahada ya uzamivu yani PhD tutakuwa na wanafunzi 7 kwa mwaka huu. Ndugu wanahabari, kwa mara ya kwanza katika historia, SUZA inazalisha wahitimu wa shahada ya sanaa ya mawasiliano ya umma, yani Bachelor in Mass Communication, hatua muhimu katika kukuza taaluma ya habari na mawasiliano Zanzibar. Aidha, kwa mara ya kwanza tuna wahitimu wa shahada ya uzamili ya uongozi wa biashara fedha, yani Masters of Business Administration Finance. Ni muhimu sana kwenye usimamizi wa masuala ya fedha, ukizingatia nchi yetu kwa sasa ina miradi mikubwa ya kimkakati inayoendelea. Hii inaonyesha hatua kubwa ya SUZA katika kupanua wigo na programu, kuimarisha ubora wa elimu na kuongeza mchango wetu katika maendeleo ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Nikimalizia press yangu, ndugu waandishi wa habari, SUZA imejiimarisha kikamilifu kuhakikisha kwamba convocation, mahafali na shughuli zote za kitaaluma zitafanyika kwa ubora, weledi na kuzingatia misingi ya utawala bora. Mkuu wa skuli ya sayansi asilia na sayansi jamii Dr. Abdallah Mkumbukwa naye ameeleza kuwa chuo kikuu cha SUZA kupitia mkusanyiko wa kitaaluma kimepiga hatua kubwa katika kuwasaidia wanafunzi hasa wahitimu kutumia vipaji pamoja na taaluma zao ili ziweze kuwasaidia katika maisha yao pamoja na jamii kiujumla. Miongoni mwa wanataaluma wetu wapo ambao wamefanya ubunifu na wamesajili ubunifu huo kwenye taasisi zinazohusika na mambo ya ubunifu. Wamebuni namna ya kutengeneza plastiki ambayo yani ikiingia kwenye ardhi inaharibika haraka, tofauti na hizi plastiki ambazo ikikaa kwenye ardhi inakaa muda mrefu. Yote ni ubunifu kwa ajili ya kutunza mazingira. Ndio maana awali niliwaambia kwamba kwenye mambo ya mazingira tuko vizuri na ni swala endelevu. Kwa hiyo kutakuwa maana yake kama ikiingia kwenye uzalishaji ubunifu wa namna hiyo ambao tayari umeshasajiliwa, maana yake tutakuwa na plastiki ambazo haziendi kuharibu mazingira. Zikiingia kwenye mazingira zinaharibika mapema. Hazichafui mazingira. Lakini tuna ubunifu wa aina nyingi. Pia wanafunzi kushirikiana na hawa wanataaluma wameweza kubuni kuna smart dustbin ambayo ukisogea karibu inafunguka. Huna haja ya kuigusa. Ukisogea tu karibu, ikijua tu kwamba uko karibu inafunguka, unatia takataka. Zipo hizo smart dustbin. Maana yake ni kwamba kwa ubunifu huo ni kiasi cha kuendeleza ule ubunifu, uingie katika biashara, uingie katika uzalishaji. Maana yake tutakuwa tunatunza mazingira sasa. Hakuna haja ya mtu kuwa na kuhofia kwamba akigusa ile plastic labda ile dustbin itakuwa na uchafu na ukisogea tu inafunguka yenyewe. Kwa hiyo kuna ubunifu wa namna nyingi ambao unafanywa hapa SUZA kwa wanataaluma kushirikiana na wanafunzi wetu. Na miaka baadaye, maana yake kuanzia mwakani tutakuwa na programu nyingi zaidi ambazo kwa programu hizo tutakuwa na ubunifu mwingi zaidi,
tafiti zitakuwa zikifanywa kwa kiwango kikubwa zaidi. Naye mkuu wa skuli ya elimu Dr. Saidi Hamisi Juma amesema kuwa kwa upande wa watu wenye ulemavu wa mahitaji maalumu wameonyesha mchango mkubwa katika kuwasaidia kupata elimu bora itakayowasaidia katika kukuza vipaji, taaluma na ubunifu kwa maisha bora ya baadaye. Zinatoa fursa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum yale mahitaji yao kuzingatiwa ili waweze kujifunza vizuri. Na hivi karibuni pia tuko katika mchakato wa kuandaa sera ya elimu mjumuisho. Tumeshaipeleka kwa wadau, wametoa maoni yao, iko katika hatua za mwisho. Hii ni Zantime, usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.